Nimekuja kutupa moto duniani kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ewe Mkristo, nikukumbushe kuwa wewe ni kiumbe mpya. Umefanywa kuwa kiumbe kipya kwa njia ya ubatizo wako. Ubatizo ambao umekupa hadhi ya kuzaliwa mara ya pili, ya kubainika kama mtoto wa Mungu, ya kubainika kama ndugu yake Kristo, ya kubainika kama hekalu au makao ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, ewe Mkristo, unapaswa kujithamini, unapaswa kujiheshimu, unapaswa kujitunza, unapaswa kujijali. Baada ya ubatizo wako, hupaswi tena kuishi kiholela. Hupaswi tena kujiruhusu kuwa karakana ya Shetani. Lakini hilo linahitaji maamuzi. Linahitaji maamuzi ambayo kwayo unaachana na mambo ya kale, unaachana na mambo ya aibu, unaachana na mambo ya giza. Kwa bahati mbaya, wako Wakristo wanaosema hiyo sawa, nitaachana nayo, lakini ngoja kidogo na mimi niponde mali. Hivi nani amekuambia una siku ngapi? Nani amekuambia una muda wa kuponda mali alafu ujirudi? Katika somo la kwanza, Paulo mtume akiwafundisha Warumi, na naomba leo tujitambue sisi kuwa ndio Warumi wa leo, anawakumbusha ukweli huo wa mambo ya kale, wa mambo ya aibu, wa mambo ya giza, ambapo walijiruhusu nafsi zao, miili yao, roho zao, akili na utashi wao uwe kichaka cha dhambi. Leo Paulo anatuambia sisi, usikubali hata mara moja kuzoea dhambi. Usikubali hata mara moja kujiruhusu uwe kichaka cha dhambi. Pigania uhuru wako, pigania hadhi yako, pigania wito wako kama mtoto wa Mungu, kama ndugu yake Kristo, kama hekalu au makao ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kataa dhambi, penda uhuru wako. Na uhuru wa kweli sio kule kufanya utakavyo wewe, bali ni kufanya yale yampendezayo Mungu. Huo ndio uhuru wa kweli.
Nawe kwa sababu umeshawekwa huru, baki huru. Kwa sababu umekombolewa, baki mwana wa ukombozi. Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu, baki mwana wa Mungu. Katika somo la Injili, Bwana Yesu ametufundisha mambo mazito. Mesikia tukiambiwa kwamba Yesu amekuja kutupa moto duniani. Yaani amekuja kubadili mambo. Anataka sisi tubadilike. Anataka sisi tufanye maamuzi. Kumfahamu Kristo kuna tudai tufanye maamuzi. Na sio maamuzi ya kawaida. Maamuzi mazito. Maamuzi magumu. Maamuzi ambayo yanagusa hata mahusiano yako. Hivyo kwamba katika kumpokea Kristo ni lazima utambue kwamba Kristo ana maana na nafasi yenye umuhimu kuliko yeyote katika jamii yako, katika familia yako, katika ukoo wako, katika ujirani wako. Kama inakupasa uamue kumpokea Kristo na kumwacha mzazi wako, kumwacha mama yako, baba yako, ndugu yako, dada yako na jirani yako, basi ni lazima ufanye hilo. Kwa sababu Kristo katika maisha yako hana mshindani, hana mbadala, ni yeye tu. Wengine wote ni ziada. Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wako peke yake. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 siku moja alitoa mafundisho na akasisitiza kwamba Kristo ndiye Mwokozi. Ndiye Mwokozi peke yake. Ndiye Mwokozi, hana mshindani, hana mbadala, hana msaidizi. Baadhi ya watu wakang'aka, wakaanza kulalamika, huyu baba hayuko sawa. Manake anawaweka pembeni hata waanzilishi wa dini zetu. Waislamu wakasema anawamweka pembeni hata Muhammadi. Wa Mormon wakasema anamweka pembeni mwanzilishi wetu, na wengine vivyo hivyo. Mtakatifu Benedikto hakukosea. Huo ndio ukweli. Yesu ndiye ufunuo wa Baba. Lakini Yesu pia ndiye Mwokozi pekee aliyejitoa bila kujibakiza. Akateswa, akafa na akafufuka. Na kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake, sisi tumewekwa huru. Heri yako wewe ambaye umeshahubiriwa ukweli huo.
Heri yako wewe ambaye umeshampokea Kristo na unamfahamu. Sasa usiingie kiwewe cha kudhani kwamba dini yako ni sawa na dini nyingine yoyote. Usiingie kiwewe cha kudhani kwamba waanzilishi mbalimbali wa dini ni sawa sawa na Kristo. Kristo ni peke, leo, milele na daima. Ni yeye peke yake anastahili kuabudiwa. Ni yeye peke yake anastahili kutukuzwa. Ni yeye peke yake anastahili heshima na utukufu. Kwa hiyo wana Makabe na majirani za wana Makabe, amweni kufungamana na Kristo na msiwe na kigugumizi chochote katika kufungamana kwenu na Kristo. Mafungamano yenu yawe ndio wokovu wenu. Nimalizie kwa kutamka hivi: ewe Mkristo, ewe mwana Makabe, usithubutu kuionea aibu imani yako. Usithubutu kuona aibu kwamba uko Mkristo. Jivune kwamba uko Mkristo. Shukuru kwamba uko Mkristo na mtukuze Mungu kwa maisha yako. Amani ya Kristo iwe nanyi.